Amu TV, the stories behind the scenes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika lah. Ndugu wapendwa, alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuafikia kuwa hai mpaka hii siku ya leo. Biidhnillah tumebakisha mwezi mmoja na nusu kwa ibada tukufu, ibada takatifu, ibada ambayo kwamba amefaradhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nayo ni ibada ya kwenda haji, kwenda kuhiji. Kwa sasa tutaelekeza namna ya kuvaa ihram na mambo mengine kuendelea. Ihram ni pisi mbili. Kuna pisi hii ya tini na pisi ya yu. Hii pisi ya tini kuna design nyingi namna ya kuvaa. Na uhakikishe ihram imeketi kwenye tumbo. Ihram hakikisha imeketi kwenye tumbo hapa. Sasa taifunga namna hii. Hii design ya kwanza taifunga namna hii. Na ukifunga hakikisha umeibana, umeisongesha ila tumbo na umeibana, kwa sababu ya ukifanya tawafu isiwe yenye kukushuka. Kisha design ya pili, takuya zako hapa, tanyota huku ila tumbo, kisha utaikundia namna hii hapa. Kisha kuna zile belt. Kuna belt aina hii, kuna na belt nyeupe. Aina yoyote ya belt ile utakayo kutumia katika ihramu yako, utaifunga hii belt. Baada ya kuifunga hii belt, hii ihramu yako huku juu utaifinika hii belt, kwa sababu pia itakuhifadhishia senti zako. Itakuhifadhishia senti zako. Na hakikisha ihramu imeitatia hii belt yote, taitia tini namna hii. Sasa hapa ihramu yako ya tini ko tayari hapa, mtu hataki ivuta haipotei, na pale wakati wa kuketi kuswali itakuwa iko sawa. Kisha kuna hii ya yu, ihramu ya yu hii taifuta huku, utaitia hapa. Kisha kwa hivyo hapa kwa tayari ihramu yako iko kamili. Na kabla ya kuivaa ihram, kabla ya kuhirimia miqat, tutaelezea kwenye semina zetu, utafanya cleanliness. Baada ya kuvaa ihramu yako utakuwa namna hii kwenye ndege, nitakuwa na talbia,
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Mtaenda na talbia mpaka hoteli Maka, mtashuka, mtapumzika, mtakuwa udhu, wakwenda kufanya tawafu. Mkitoka hoteli mtatoka na talbia labbaik Allahumma labbaik. Kwa wanaume sauti ziwe juu, kwa wanawake hawaruhusiwi sauti zao ziwe juu wakati wa talbia. Sauti zao zatakiwa ziwe tini kabisa, wasitoe sauti. Baada ya kuingia Makka haram, babu salam ama babu umra, basi mkisha kuingia ndani, utakapo kuliona al-Kaaba, ihramu yako itakuwa namna hii, utaivaa namna hii. Mtakapo kuingia ndani haram, mtakwenda na talbia labbaik Allahumma labbaik. Ukiona ile Kaaba mtakata ile talbia, mtakuwa hamtoi tena ile talbia, kwa sababu umeenda kufanya ibada ya tawaf. Basi utakapokuona ile Kaaba imekukabili, hii bega lako la kulia, bega lako la kulia lazima liwe wazi. Hii ni ihram, utaipandisha namna hii. Tamaliza, mtaanza tawafu yenu mara 7, mtamaliza. Mkimaliza mtakwenda kwenye makamu Ibrahim nyuma, kama kuna nafasi mtaangalia nafasi ambapo kwamba iko, mtasali raka 2. Mkimaliza mtakunywa maji Zamzam. Mkimaliza mtakwenda kwenye sa'i baina Safa wal Marwa. Waliweza ukairudisha hini ihramu yako namna hini, ukamaliza sa'i yako mara 7. Kisha na siku ya Yawm Tarwiya. Yawm Tarwiya ni mwezi 8 Dhulhijja, siku ya kuanza ibada ya hija Mina. Basi mtatoka na ihram zenu, mkisikilia Mina kule wayua weather kule ni joto sana. Sasa mara nyingi sana ndani ya matent huwa kuna nini hizi AC, huwa kuna AC. Ukitoka nje ya tent huwa ni joto. Sasa pale ndani uhakikishe, wengi sana pale ndani kuna wengine hawapendi AC. Hii ni ihram ya tini, kwa sababu hii ihramu ya yu kuna joto kule, itakuwa wengine huiweka, wengine huivaa, wengine hawaivai. Sasa uhakikishe hii ni ihramu ya tini, imeketi kwenye tumbo, isishuke kwenye tini ya kitovu, kwa sababu kiishuka tini ya kitovu utakuwa uko tupu hapo. Pia mtakapokwenda zenu Arafa, mwezi 9 kule pia kuna joto. Basi kwa hivyo uhakikishe ihramu yako imeketi kwenye tumbo. Ukilala, ukiinuka wendo zako choni, uhakikishe ihramu yako iko kwenye tumbo. Na hii belti yako wakati wa kwenda msalani, wakati wa kwenda msalani uhakikishe baada ya kuweka hunu ukanda wako, manake kuna wengine usahau ule ukanda, usahau kwenye msala choni ule, wakitoka wamefunga ihramu toka wao. Uhakikishe belti yako, kwa sababu waitukuzie senti, na ukikosa senti kule, senti zikupotea, huwa kitanganyikiwa. Kwa hivyo ihram hii ni ya tini, siku tangu mwezi 8 mpaka kumaliza hija, uhakikishe imeketi yula tumbo. Hata hii wengine huwa wakiweka tu hapa, kwa sababu mwili utakuwa wazi kwa sababu ya joto, lakini uhakikishe hii ihramu yako imeketi kwenye tumbo. Wengi wakati wa tawafu, wengine hujisahau, utaona hii ihramu imeshuka wengine mpaka tini ya kitovu, imeshuka mpaka tini ya kitovu, na hiyo huwa ni makosa. Kwa hivyo biidhnillah mahujaji watarajiwa
tutarajia tumepata mawili matatu kuhusu ihram. Biidhnillah Mwenyezi Mungu ajalie haji mabrur wa sa'im mashkur wa dhanbi maghfur. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amu TV, the stories behind the scenes.